Taarifa kutoka ndani ya jeshi la polisi la JWTZ ambalo limeendelea kusisitiza kwa hekima na kwa heshima zaidi kwa wale ambao wamekuwa wakitumia pia mavazi ya kijeshi kuweza kutengeneza taharuki ndani ya taifa la Tanzania, tena kipindi ambacho ni cha uchaguzi ndani ya mwaka huu na mwezi huu, ambapo nafikiri ni tukio kubwa la kihistoria ambalo kila mmoja anafahamu kwamba yani kwa uchaguzi ambao tayari upo kwenye kalenda. Sasa kuhusu Kapteni Tesha ambaye pia ameweza kutikisa ndani ya muda mfupi mara baada ya kuweza kutumia mavazi ya JWTZ na akiweza kusoma waraka ambao yeye kama yeye alikuwa tayari ameshaandaliwa ili mradi azungumze kwa wananchi. Lakini pia bado jeshi la polisi kwa umakini, kwa hekima kabisa, linasisitiza na linaendelea kwa umakini kabisa kufuatilia na kuhakikisha kwamba kama endapo Kapteni John Charles Tesha ambaye pia atakuwa ameweza kupatikana, basi jambo hilo pia huenda likaweza kukomeshwa na akawa mfano wa kuigwa kwa kile ambacho ameweza kukifanya, kwa sababu mpaka hivi sasa tukio ambalo limeonekana pia kuwa ni kubwa sana na limeweza kuwashangaza walimwengu sana katika taifa letu la Tanzania ni mara baada ya Kapteni Tesha kuweza kutumia mavazi ya JWTZ, lakini pia na kutoa tamko ambalo lilikuwa limeshaandaliwa katika waraka aliyokuwa anaosoma. Lakini bado jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuhakikisha kabisa kwamba hawa wote ambao wameweza kuhusika ama wanaohusika na uchochezi ama taharuki za kuhakikisha kwamba wanataka kuchafua taifa la Tanzania mnamo tarehe 29 ya Oktoba basi washughulikiwe, lakini pia waweze kupatikana, na hii inaweza kuwa ni sehemu ya mfano hai kabisa na watakuwa ndo mfano wa kuigwa, licha ya kwamba nikikumbuka kwamba Kapteni Tesha aliweka ahadi kwamba kabla ya tarehe 29 basi atarudi na atarejea kuweza kuzungumza na Watanzania. Lakini mpaka hivi sasa jitihada zinaendelea kwa wana IT lakini pia na jeshi la polisi kuweza kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanahusika na kuchochea ama kutaka kuleta pia moja kati ya mafuriko mabaya katika taifa letu la Tanzania basi waweze kushughulikiwa haraka iwezekanavyo, ili mradi kuhakikisha kwamba taifa linaendelea kubakia na amani na kila mmoja aweze kuishi akiwa na amani tele katika nchi yake hii ambayo ni nchi ya Tanzania. Sasa cha msingi tukutane kwenye upande wa komenti kwa huyu mwamba Kapteni Tesha ambaye aliweka ahadi ya kurejea kabla ya tarehe 29.